Hujambo na karibu kusikiliza matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi ya Mei tarehe 13 mwaka 2026 moja kwa moja kutoka JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa huwa tunakuletea taarifa za haraka, za kina na uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya nchi. Ndani ya taarifa zetu huwa tunakuletea uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu. Naitwa Matayo Amisi, karibu. Tulionayo hii leo. Baada ya kujiondoa Uvira, AFCM 23 yashikilia ngome yake kuu ya Kamanyola. Jamhuri ya Afrika ya Kati na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo za saini makubaliano ya kiusalama dhidi ya makundi ya waasi wa mipakani. Na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lataka mamlaka kuondoa vizuizi dhidi ya uhuru wa raia nchini DRC. Kuna hayo na mengine mengi, na kuomba tuandamane sote hadi tamati. Niseme tena karibu. Na sasa tuangazie kwa kina habari zetu. Kundi la waasi wa AFCM 23 limepiga kambi katika mji wa Kamanyola, umbali wa zaidi ya kilomita 70 kutoka Uvira, baada ya kujiondoa katika miji mbalimbali bondeni mwa mto Ruzizi, tarafani Uvira, Kivu Kusini, jiji lililoko mashariki mwa nchi. Kwa kujiondoa huku, hatua ya kwanza muhimu tangu kutekwa kwa jiji hilo, AFCM 23 inayoungwa mkono na Rwanda inakubali shinikizo kutoka Washington, ambayo ilikasirishwa na kuingia kwake Uvira licha ya makubaliano ya amani. Baada ya kujiondoa kwa mara ya kwanza Jumatatu Mei 11 kutoka Sange hadi Luvungi, wapiganaji wa AFCM 23 waliendelea na kujiondoa katika maeneo mbalimbali siku ya Jumanne Mei 12 kando ya barabara ya Uvira Bukavu, na kwa sasa wamepiga kambi katika mji wa Kamanyola, kilomita 70 kaskazini mwa Uvira. Baada ya hapo, jeshi la DRC lilitangaza kuingia katika mji wa Luvungi na maeneo ya bonde la mto Ruzizi na nyanda za juu, maeneo yaliyoachwa na kundi hilo lenye silaha. Kujiondoa huku ni matokeo ya shinikizo la kijeshi na kidiplomasia, kulingana na Luteni Rigen Mbui, msemaji wa jeshi la Kongo huko Kivu Kusini. AFCM 23 iliifanya Washington kupatwa na hasira kwa kuingia Uvira mnamo mwezi Disemba 2025. Mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa kisha akataka kundi hilo liondoke kabisa na kwenda umbali wa angalau kilomita 75 kutoka jiji hilo na kuzingatia majukumu yake chini ya makubaliano ya amani. Tangu wakati huo, Washington pia imeweka vikwazo kwa jeshi la Rwanda na maafisa kadhaa wa serikali. Kwa upande wake, AFCM 23 haizungumzii kujiondoa bali kujipanga upya. Hii inaonekana kama ishara ya nia njema ndani ya mchakato wa amani, kulingana na afisa mkuu wa kundi hilo. Siku ya Jumanne jioni, msemaji wa jeshi la Kongo huko Kivu Kusini alidai kwamba Rwanda ilikuwa imeweka silaha nzito kwenye milima ilivyo upande wake wa mpaka ili kudumisha udhibiti wa kijeshi katika eneo la Kamanyola na viunga vyake. Kwingineko ni kwamba Jamhuri ya Afrika ya Kati na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo za saini makubaliano ya kiusalama dhidi ya makundi ya waasi wa mipakani. Musa Useni na dondoo zaidi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati zimesaini Jumatatu tarehe 11 Mei mjini Bangui makubaliano ya ushirikiano wa kiusalama yanayolenga kuimarisha mapambano dhidi ya makundi ya waasi yanayofanya shughuli kando ya mpaka wa pamoja wa nchi hizo mbili. Makubaliano hayo yanalenga hasa kuwazima waasi wa Lord's Resistance Army LRA pamoja na baadhi ya makundi ya wafugaji wenye silaha wa Mbororo wanaotuhumiwa kuchochea ukosefu usalama katika maeneo ya mpakani. Makubaliano hayo yalisainiwa na Waziri wa Ulinzi wa DRC Guy Kabombo Mwadiamvita pamoja na Ramon Claude Biro kwa upande wa Jamhuri ya Afrika ya Kati baada ya saa 48 za majadiliano yaliyowakutanisha wataalam kutoka nchi hizo mbili. Katika mfumo wa ushirikiano huo, Kinshasa na Bangui zimekubaliana kuanzisha kituo cha pamoja cha uratibu kitakachorahisisha kubadilishana taarifa za wakati halisi kuhusu mienendo ya makundi yenye silaha yanayofanya shughuli katika eneo hilo. Nchi hizo mbili pia zinapanga kuimarisha ulinzi katika maeneo ya mipakani
ili kupunguza uvamizi wa makundi yenye silaha pamoja na vitendo vya mara kwa mara vya vurugu vinavyoathiri wakazi wa maeneo hayo kwa miaka kadhaa sasa. Makubaliano hayo pia yanapanga kufufua tume ya pamoja ya ushirikiano kati ya DRC na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Muundo huo utashughulikia hasa migogoro ya ardhi pamoja na kufafanua mipaka ya pamoja kati ya nchi hizo mbili. Mamlaka za nchi hizo zinatarajia hatua hiyo itasaidia kuzuia mvutano wa kijamii unaosababishwa na harakati za watu pamoja na matumizi ya maeneo ya mpakani. Waziri wa Ulinzi wa DRC amepongeza makubaliano hayo akisema kuwa yanazidi mfumo wa kawaida wa kiutawala na yanaonyesha dhamira ya pamoja ya kukabiliana na changamoto za kiusalama za kikanda. Musa Huseni, JCTV. Ni ripoti yake Musa Huseni. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lataka mamlaka kuondoa vizuizi dhidi ya uhuru wa raia nchini DRC. Fatuma Abedi na mengi zaidi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeeleza wasiwasi wake kuhusu vizuizi vinavyowekwa dhidi ya haki na uhuru wa msingi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia taarifa iliyofichuliwa jana Jumanne tarehe 12 Mei. Mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Philippe Bolopion ametoa wito kwa mamlaka za DRC kukomesha vizuizi vinavyowekwa dhidi ya haki ya uhuru wa kujieleza na kufanya maandamano na kuhakikisha kuwa kila mtu nchini DRC anaweza kutoa maoni yake kwa amani bila kunyanyaswa, kukamatwa kiholela au kuzuiliwa. Human Rights Watch imeeleza masikitiko yake kwamba waandishi wa habari, wanaharakati na wanachama wa upinzani mara nyingi hulengwa katika mazingira ya mvutano mkubwa wa kisiasa, hasa kutokana na mijadala kuhusu marekebisho ya katiba pamoja na hali ya usalama inayoendelea kuwa tete mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa shirika hilo, watu hao wanakabiliwa zaidi na vitendo vya unyanyasaji pamoja na kukamatwa na kuzuiliwa kiholela. Human Rights Watch imeonya hasa kuhusu ukandamizaji wa sauti zinazokosoa utawala uliopo, hususan wale wanaopinga mradi wa marekebisho ya katiba ambao kwa baadhi ya watu unaonekana kuwa unaweza kufungua njia ya muhula wa 3 wa uraisi, ilhali muhula wa sasa unatakiwa kumalizika mwezi Desemba 2028. Ukandamizaji wa sauti zinazokosoa unatokea katika mazingira ya uvamizi wa mashariki mwa nchi unaofanywa na kundi la waasi la M23 pamoja na mvutano wa kisiasa unaohusiana na mradi wa marekebisho ya katiba. Mageuzi hayo yanaweza kumruhusu Rais Felix Tshisekedi kuongeza muda wake wa uongozi zaidi ya mihula miwili, limeeleza shirika hilo. Ili kuonyesha wasiwasi wake, Human Rights Watch imetaja matukio kadhaa yaliyotokea mjini Kinshasa, ikiwemo kutawanywa kwa maandamano kwa kutumia mabomu ya machozi tarehe 24 Machi mwaka huu, pamoja na kesi ya waandishi wawili wa habari waliolazimika kujificha baada ya kutafutwa na maafisa wa idara za ujasusi kutokana na matamshi yao ya kuikosoa serikali. Katika ripoti ya awali, Human Rights Watch pia ilikuwa imerekodi visa 17 vya watu kutoweshwa kwa nguvu vilivyowalenga wanasiasa na watetezi wa haki za binadamu, ambapo baadhi yao walipatikana baadaye, wakati mwingine baada ya miezi kadhaa, mikononi mwa vyombo vya ujasusi. Ilipowasiliana kuhusu swala hilo, Wizara ya Haki za Binadamu ya DRC imeahidi kutoa majibu hivi karibuni kuhusu tuhuma hizo. Fatuma Abedi kwa niaba ya JCTV. Na mwishowe kabisa, wanachama wote wa ofisi ya bunge la mkoa wa Maniema wakabiliwa na mapendekezo ya kutokuwa na imani nao. Saidi Anzuruni na ripoti kamili. Wanachama wote 5 wa ofisi ya bunge la mkoa wa Maniema
wanakabiliwa na mapendekezo ya kutokuwa na imani nao. Mapendekezo hayo yaliwasilishwa Jumatatu tarehe 11 Mei mwaka 2026 mjini Kindu. Rais wa ofisi hiyo anatuhumiwa kutokuwa na uwezo wa kuongoza, huku sababu zinazowakabili wanachama wengine wanne hazijawekwa wazi kwa umma. Mapendekezo hayo dhidi ya wajumbe wa ofisi ya bunge la Maniema yamewasilishwa siku 3 tu baada ya kura ya hoja ya kumuita gavana kuhojiwa kupitishwa. Kikao hicho kilimalizika katika hali ya mvutano mkubwa. Kwa mujibu wa vyanzo vya bunge, nyaraka hizo ziliwasilishwa rasmi katika ofisi ya bunge la mkoa zinawalenga Junior Kibungi Mutanga, rais wa bunge Theophil Buleli Dr., makamu wa rais Papi Omeonga Chopa, katibu Nehemi Kangakolo, katibu msaidizi Asani Noelos, mweka hazina. Hatua hizi zinajiri katika mazingira ya mvutano mkubwa, kwani Ijumaa iliyopita kura ya wazi kuhusu hoja ya kumuita gavana Musa Kabwankugi kuhojiwa iliwagawa wabunge wa mkoa huo. Katibu wa bunge alimkosoa hadharani rais wa bunge kuhusu hesabu ya kura iliyotangazwa, jambo lililochochea zaidi mgogoro wa kutokuaminiana. Kwa kuwa wajumbe wote wa ofisi wamehusishwa, ofisi ya muda ya wazee wa bunge itaundwa ili kuchunguza swala hilo. Hadi sasa, sababu kamili za mapendekezo hayo pamoja na idadi ya wabunge waliotia saini hazijawekwa wazi. Hata hivyo, kwa mujibu wa vyanzo vya bunge, wabunge 8 kati ya 9 waliounga mkono hoja ya kumuita gavana kuhojiwa tayari wameelekea mjini Kinshasa. Kwa upande mwingine, hoja hiyo tayari imekabidhiwa kwa gavana bila kufanyika kwa kikao rasmi cha bunge la mkoa. Hali hii inawafanya baadhi ya wachambuzi wa ndani kuamini kuwa mgogoro wa taasisi mkoani Maniema umeingia katika hatua mpya. Nikiripotia JCTV, mimi ni Saidi Anzuruni. Ni mwisho wa matangazo yetu. Tukutane baadaye. Mimi ni Matayo Amisi. Kwa heri kwa sasa.